Salamu na amani ziwe nawe popote pale ambapo ulipo. Karibu na nikualike kwenye habari za michezo kitaifa na kimataifa. Langu jina ni Hussein Bakari, Rodri wa habari. Kesho Jumamosi, Novemba 15, 2025, timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars itashuka dimbani mjini Cairo nchini Misri kucheza mchezo wa kirafiki kalenda ya FIFA dhidi ya timu ya taifa ya Kuwait, mchezo ambao kocha Miguel Gamondi anautumia kama sehemu ya maandalizi kuelekea fainali za AFCON 2025. Kuelekea mchezo huo, mchezaji wa timu ya taifa Kelvin John amesema kuwa mchezo huo wachezaji wanautumia kujiandaa kuelekea AFCON na maandalizi yamekamilika upande wao. Nadhani kwetu sisi kama wachezaji ni mechi muhimu kwa ajili ya kujipima kuelekea AFCON, kwa sababu mashindano yapo karibu. Nadhani kama siku 30 hivi kutoka sasa mashindano yanakuwa yanaanza, kwa sababu inakuwa mchezo mzuri kwetu kujua wapi tulipo na wapi tunataka kuelekea. Kwa hiyo tunatumia mechi hii dhidi ya Kuwait kuhakikisha tunafanya maandalizi yaliyo bora, kujua wapi tunakosea, kujua wapi tulipo ili kuelekea kuweza kufanya vizuri kwa michuano ya AFCON vile vile. Zimepita siku nyingi Kelvin John hakuwa sehemu ya kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars chini ya aliyekuwa kocha mkuu Hemed Suleiman Morocco. Hatimaye amejumuishwa sasa. Kelvin John ameahidi kuonesha talanta yake na kupambana kwa ajili ya taifa lake. Kwangu mimi naichukulia mechi muhimu kwa sababu mechi yoyote ya timu ya taifa ni mechi muhimu sana kwangu, na pia vile vile sijacheza muda mrefu kwenye timu ya taifa. Kwa hiyo ni wakati wangu wa kurudi na kufanya kile ambacho mimi siku zote huwa nakifanya. Kwa hiyo nimejiandaa vizuri kisaikolojia na kimwili kuweza kuhakikisha tunafanya vizuri kwenye mchezo huo. Wachezaji wote wako na morali, nadhani bado siku mbili kuelekea mechi ya Jumamosi dhidi ya Kuwait. Sisi kama wachezaji nadhani tuko tayari kwa ajili ya mchezo huo. Tunaendelea kupokea maelekezo mazuri kutoka kwa mwalimu na benchi zima la ufundi. Tanzania itashuka dimbani kesho Jumamosi Novemba 15, 2025 saa 3 kamili usiku, uwanja wa As-Salam Stadium mjini Cairo nchini Misri kucheza mchezo huo wa kirafiki wa kimataifa dhidi ya Kuwait. Kwa kuwa mchezo unachezwa Misri, tuitakie kheri Taifa Stars katika lugha ya Kiarabu na tuseme kullu tawfiq li Tanzania, atamanna lakum mubaratan jayyidatan didda al-Kuwait wa natamanna an nuhaqqiq al-fawz fi tilq al-mubarak. Katika lugha ya Kibantu ni kila la kheri Tanzania, ukawe mchezo mzuri dhidi ya Kuwait na tupate ushindi katika mchezo huo. Na klabu ya Dar es Salaam Africans itaondoka Novemba 18, 2025 kutoka Dar es Salaam kuelekea Zanzibari kwa ajili ya kujiandaa na mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika hatua ya makundi dhidi ya timu ya FAR Rabat nchini Morocco, mchezo utakaochezwa uwanja wa New Aman Complex Zanzibar Novemba 22, 2025. Yanga itafanya mazoezi siku 4 visiwani Zanzibar kabla ya mchezo huo, huku wanaotazama mchezo huo kuwa muhimu katika kuhakikisha klabu inaanza vizuri hatua ya makundi. Natumia fursa hii kuwaambia na kuwatangazia wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu Young Africans, timu yetu Young Africans itaondoka hapa Dar es Salaam siku ya tarehe 18. Itaondoka hapa kwa usafiri wa boti kuelekea Zanzibar. Ukiangalia mahesabu, tuna 18 tutafanya mazoezi jioni, kuna 19, kuna 20, kuna 21. Kuna wachezaji ambao watatrain 4 days pale Zanzibar na kuna players ambao watatrain 3 days pale Zanzibar. Lengo ni kuhakikisha tunakuwa na kitu kizuri cha pamoja. Technical bench wanaendelea kufuatilia mwenendo wa kila mchezaji huko ambako hapo. Wako na simu nyingi za kuangalia program zao na nini, wakisha wanakuwa fit na wanakuja kuingia straight kwenye plan ambayo mwalimu Pedro yuko nayo. Aidha, Ali Kamwe ametujuza juu ya mwenendo na hali za afya kwa baadhi ya wachezaji wa klabu hiyo kipindi hichi cha maandalizi kuelekea mchezo wa makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Tuna wachezaji ambao hawako kwenye program ya timu, nafikiri unaona hapa. Tuna Ibrahim Baka ambaye yeye anaendelea na recover, hata kumwaisha akaja akapata majeraha, lakini yuko tayari kwenye hali nzuri. Edmund John anafanya mazoezi binafsi na kwa Seatola yao. Muda amekuwa na mazoezi ya nje, lakini kwenye shooting anaingia kutrain. Kwa hiyo inatuonyesha kwamba kikosi kiko tayari, na kwa madaktari hawa watakuwa na siku 2-3 wataanza kutrain pamoja na wenzao. Klabu ya Yanga ipo kundi B ligi ya mabingwa barani Afrika sambamba na Al Ahly Misri, FC Kabylie ya Algeria, FAR Rabat ya Morocco na mchezo wa kwanza kundi hilo kwa
Yanga ni dhidi ya FAR Rabat Novemba 22 uwanja New Aman Complex Zanzibar saa 10 kamili jioni. Tumalizia kwa kuangazia habari za michezo kimataifa. Cristiano Ronaldo alipokea kadi nyekundu ya kwanza kabisa katika maisha yake ya kimataifa akiwa na timu ya taifa ya Ureno katika mchezo wa kuania kufuzu kombe la dunia 2026 uliopigwa Novemba 13, 2025 kwenye uwanja wa Aviva Dublin. Tukio lililotokea dakika ya 61 baada ya Ronaldo kumgonga kwa kiwiko beki wa Ireland Dara O'Shea. Mwamuzi alianza kwa kutoa kadi ya njano, lakini usaidizi wa mwamuzi kwa njia ya video yani VAR ilipopitiwa, uamuzi ulibadilishwa na kuwa kadi nyekundu ya moja kwa moja. Ulikuwa ni mchezo wake wa 226 kwa Ronaldo na timu ya taifa ya Ureno, idadi kubwa kuwahi kufikiwa na mchezaji yoyote kwa Ureno, na kwa mshangao wa wengi ndio ulikuwa mara yake ya kwanza kwa Ronaldo kutolewa nje kwa kadi nyekundu akiwa katika timu ya taifa ya Ureno. Kutokana na kadi hiyo nyekundu, Ronaldo atasimamishwa angalau mchezo mmoja, jambo ambalo linamfanya kukosa mchezo muhimu dhidi ya Armenia. Hata hivyo, vyanzo vya kimataifa kama Reuters, The Independent na The Guardian na The Times vinaripoti kuwa huenda akapewa adhabu ya ziada iwapo kamati ya nidhamu itaona tukio hilo ni violent conduct, adhabu ambayo inaweza kufikia mechi 2 au 3. Hii ina maana kuwa kama ikithibitishwa hivyo, Ronaldo anaweza kukosa pia mwanzo finali za kombe la dunia 2026 endapo Ureno itafuzu, jambo ambalo litakuwa pigo kubwa kwa timu yake na mshambuliaji huyo mkongwe. Tumalizia kwa kumtazama Kylian Mbappe. Ameweka historia mpya katika soka baada ya kuwa mchezaji mchanga zaidi katika karne ya 21 kufikisha mabao 400 katika kiwango cha juu, rekodi inayodhihirisha ubora na mwendelezo wa kipaji chake. Baada ya kufunga mabao 2 katika mchezo dhidi ya Ukraine jana Novemba 13, Mbappe amesema kuwa ingawa watu hawawezi kushangazwa sana na mabao 400, yeye ana ndoto kubwa zaidi katika soka. Amesisitiza kwamba ili aache alama itakayodumu kwenye historia ya mchezo, angalau mabao 4 mengine, akirejea rekodi za magwiji waliofunga zaidi ya mabao 900 na 950 katika historia ya soka duniani. Hata hivyo, baada ya kutimiza hatua hiyo kubwa, Kylian Mbappe ameondoka kikosi cha timu ya taifa ya Ufaransa na kurejea Real Madrid kwa ajili ya vipimo vya afya. Taarifa zinaeleza kuwa nyota huyo bado anasumbuliwa na uchungu katika kifundo cha mguu wa kulia, hali iliyomfanya kukosa mchezo wa kufuzu dhidi ya Azerbaijan, ingawa ni pigo kwa Les Blues, yani timu ya taifa ya Ufaransa. Uongozi wa matibabu wa Real Madrid unaamini kuwa majeraha hayo si makubwa na yanahitaji utulivu na uchunguzi wa kina zaidi. Ripoti za michezo kitaifa na kimataifa. Mimi ni Hussein Bakari, Rodri wa habari, mwenye utajiri wa habari wa EATV.